sisi na tulipokee kwa furaha kwa imani, ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana Yesu Kristo tulizo la wagonjwa wote, kwa hiyo inatupasa tulipokee. Neno la Bwana, neno limekuja kwetu sisi na tulipokee kwa furaha kwa imani, ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana, neno limekuja kwetu sisi na tulipokee kwa furaha kwa imani, ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana Yesu Kristo ni taa ya mioyo yetu, kwa hiyo inatupasa tulipokee. Neno la Bwana, neno limekuja kwetu sisi na tulipokee kwa furaha kwa imani, ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana, neno limekuja kwetu sisi na tulipokee kwa furaha kwa imani, ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana Yesu Kristo ni njia ya wokovu wetu, kwa hiyo inatupasa tulipokee. Neno la Bwana, neno limekuja kwetu sisi na tulipokee kwa furaha kwa imani, ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana, neno limekuja kwetu sisi na tulipokea kwa furaha kwa imani, ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Wapendwa taifa la Mungu, leo kwa namna pekee tunahitimisha safari ya hija, lakini na kuanza pia safari mpya ya imani kama kanisa. Safari ambayo tumeianza, tumeitembea zaidi ya mwaka mzima, tukiwa kama ule mshumaa wa imani unaoangaza giza la maisha na mazingira yanayotuzunguka. Mwanga huu pia umeleta nuru, kama somo la kwanza leo linavyotuongoza, kwa wale waliokata tamaa, wale wenye shida mbalimbali, wale walio katika mifungo mbalimbali, wameonja uhuru wa Bwana. Tunapofunga mwaka huu wa jubilei, tunafungua tena milango mipya ya uinjilishaji katika kanisa, ndani ya kanisa Katoliki na kwa mafaa ya ulimwengu mzima. Ni faraja ya pekee kumshukuru Mungu pamoja na mama yetu Bikira Maria kwa kila neema ambazo tumezichota, lakini milango iliyo wazi ya neema ambazo Mungu alitufungulia mbele yetu. Kupitia pia maombezi ya Mtakatifu Tito Brandsma ambaye masalia ya mwili wake yako kati yetu, tutazidi kupokea wingi wa baraka kupitia maombezi yake, lakini zaidi muda wa kiinjili na kiimani katika kujua ukweli na kutetea na hata kuwa tayari kufa kwa ajili ya imani. Nyakati kama hizi, Mtakatifu Tito pia ni mwinjilishaji wa nyakati zetu za leo. Kanisa linasimama kama ile nuru iliyobakia kuliangazia ulimwengu mzima na mataifa yote, ile kweli ambayo kila moyo unatafuta. Nasi kama matunda ya mahujaji wa matumaini, tunapotoka katika vianjio
parokia yetu, basi tupeleke hiyo nuru iliyokamili mahali pa kazi, katika familia, katika shughuli zetu mbalimbali, wanafunzi mashuleni, ushuhuda ambao ndio uliopanda mbegu ya Ukristo uliosimama hadi leo. Sasa tutawasha mishumaa yetu kupitia huu mshumaa wa imani. Msiwashe kwa viberiti vilivyonazo mfukoni. Baada ya hapo, kila mmoja atafukiza mshumaa ulionao kwa jirani yake. Tutasali sala ya Jubilei. Baada ya sala ya Jubilei tutaimba wimbo, alafu tutatoa baraka kwa wanaotawanyika na kuingia kwa adhimisho la ibada ya misa takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa unataka kukatika waliotawanyika
wanakusanya kwa mwanao mpenzi. Kama mwali wa moto, tumaini langu linawaka. Wimbo wangu kufikie, tafuta uzima usio na mwisho kwenye safari ya maisha na kutumainia. Tafuta uzima usio na mwisho kwenye safari ya maisha na kutumainia. Tumaini langu linawaka, wimbo wangu kufikie, tafuta uzima usio na mwisho kwenye safari ya maisha na kutumainia. Tafuta uzima usio na mwisho kwenye safari ya maisha na kutumainia. Sala ya Jubilei. Imani uliyotujalia kwa mwanao Yesu Kristo, ndugu yetu na mwali wa upendo, unaowashwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu, viamshe tena ndani yetu tumaini lenye baraka la kuja kwa ufalme wako. Neema yako itubadilishe kuwa wakulima wenye bidii wa mbegu za kiinjili. Mbegu hizi zitubadili kutokana na na ulimwengu wote katika tarajio la uhakika na mbingu mpya na dunia mpya, ambapo zimeshindwa nguvu za uovu, utukufu wako ukirejea milele. Neema ya Jubilei iamshe tena ndani yetu mahujaji wa matumaini, hamu ya hazina za mbinguni, na imwage juu ya dunia yote furaha na amani ya mkombozi wetu. Kwako Mungu unayetukuzwa milele, iwe sifa na utukufu milele na milele. Amina.
taifa la Mungu, kwa heshima na taadhima kubwa tumefikia mwisho, lakini pia na mwanzo mwendelezo wa tafasiri ya mwaka wa Jubilei. Awabariki na kuwalinda Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na mishumaa ya imani kwa matumaini, msijikwae katika njia ya maisha. Amina. Naweza kuzima mishumaa yenu. Hiyo mingine ni zawadi, sasa nendeni nayo nyumbani katika chembo zenu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Sasa tunaanza maandamano ya maandamano ni ya gani?